Na siku zote tukiomba dua tunasema Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati ismoe. Na kama duniani unasema mpate huyo, na kwenye akhira unasema mpate huyo. Unataka kwenda kuchagua huyo wa upinzani kutafuta nini? Wakati hata wewe kwenye dua maana yake bado unamuomba Mwenyezi Mungu duniani akupe yeye. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ndugu zangu, hii ni aya imo katika Qur'an. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Hii ni aya imo katika sura al-Baqara. Ya akhi, wewe acha kufanyia mzaha aya za Qur'an ili umuombe kura rais wako. Ni kuzifanyia mzaha aya za Allah subhanahu wa ta'ala kiasi kama hichi kwa sababu ya cheo kutafuta au kwa sababu ya kutafuta kula na kufuru kiasi kama hivi. Naomba tusikize kwa makini majibu au majawabu yaliyotoka kwa Sheikh bin Bazi ndio tupate hoja ya haya maneno tuliyozungumza. Sikiliza sherehe na maelezo aliyotoa bin Bazi vizuri. Endapo mtu ataomba dua ambazo kwamba zinatokamana na Qur'ani. Sikiliza vizuri hapo Dua ambazo kwamba zinatokamana na Qur'ani. Lakini kawa anasoma dua hizo bila kukusudia kwamba yasoma Qur'ani, basi hamna tatizo. Sawa Tusonge mbele. Anasema mfano wake kama hiyo aya mlioitanguliza, mwenye kuuliza akasema Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Na hata kuna aya nyingine mfano wake akasema, na mfano wa aya nyingine kama Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Akasema hamna tatizo ndani yake, unaweza kukusudia dua na ukasoma aya hizo, lakini kwa makusudio ya dua wala sio makusudio ya Qur'ani. Sasa hoja yangu iko hapa. Bin Bazi, kwa mujibu wa maneno haya tumekubaliana ya kwamba yule kijana aliyesema Rabbana atina fid dunya hasana na kumkusudia Mama Samia, kwanza tukubaliane hakusoma Qur'ani, yule alisoma dua. Kulingamana na maneno ya Bin Bazi ni kwamba aya hizo waweza kuzisoma kwa misingi ya dua, isiyo misingi ya Qur'ani. Utakusudia wewe wasoma dua wala hukusudii wasoma Qur'ani, na hiyo inawezekana. Na mimi niliwahi kusema kipindi cha nyuma, Qur'ani ukisoma kwa misingi ya dua itabaki kwa dua wala haiwi Qur'ani, na ukisoma kwa misingi ya Qur'ani itakuwa Qur'ani wala haiwi dua. Nikasema na yule kijana alisema tunamuomba Allah kwa kusema Rabbana, alikusudia dua, hakukusudia Qur'ani. Ndugu yetu alipokuja kumkosoa alisema huyu kijana amefanya kufri kwa kuichezea Qur'ani, na mimi nikasema huyu hakusoma Qur'ani, alisoma dua huyu. Pale tukimwomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi tupe sisi katika dunia hasana na tupe sisi akhera hasana. Hii hasana hii, huyu ndio ile Samia Suluhu Hassan, ndio yule Hassan, yule babu yake yule, ndio hii hapa hasana inatajwa hapa. Muislamu kama Muislamu wa kweli huwezi kwenda kuswali kama hujataja jina la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na anairusha hapa nieleze. Sikia maneno haya. Asema wewe kama ni Muislamu wa kweli kweli, huwezi kwenda kutekeleza ibada ya swala mpaka utaje jina la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Samia Allahu liman hamida, na Hassan ya babu yake Mama Samia. Hii inakuja masala ya kilugha, na tufahamikiane sana. Katika Uislamu kila kitu kina lughatan wa shar'an, ama lughatan wa istilahan, kila kitu. Sasa tukija katika masala ya kilugha, sasa unaposema kwamba Mama Samia ametajwa ndani ya Qur'ani Rabbana atina fid dunya hasana, ama ametajwa katika dua, kilugha, tukizungumza masala ya kilugha, hata ndugu yetu pia jina lake ametajwa ndani ya Qur'ani, sio Mama Samia peke yake. Kwa sababu mathalan tutasema hivi, ndugu yetu anaitwa nani? Anaitwa Muhammad Bachu. Kwa hiyo Muhammad, jina lako wewe limo ndani ya Qur'ani, si la Mama Samia peke yake. Kwa sababu gani? Katika Qur'ani Allah amesema wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Jina la Muhammad ndani ya Qur'ani lipo. Uwepo wa jina la Muhammad ndani ya Qur'ani, hiyo ni thibitisho tosha la kwamba wewe umetajwa ndani ya Qur'ani, lakini Qur'ani haikukukusudia wewe, lakini jina lako linapatikana ndani ya Qur'ani.
Kwa hiyo mtu akisema Mama Samia jina lake linapatikana katika Qur'ani ama linapatikana katika dua, kilugha huwa linapatikana kweli. Kilugha jina lake linapatikana. Kisheria na kiistilahi ya Qur'ani mazingatiwa ni lile lililokusudiwa na Allah, sio jina la yule mtu. Mfahamu sasa? Muhammad, Ali, Said, Abdurrahim, Abdurrahmani, Abdul Karimu, majina yote yale ambayo kwamba ni majina ya asili yote yamo ndani ya Qur'ani. Kwa hiyo sote sisi tumetajwa ndani ya Qur'ani na Allah ametutaja. Kilugha, kisheria Allah hajatutaja sisi, ametaja yale aliyokusudia yeye. Kwa hiyo kuna lughatan na shar'an na lughatan na istilahan. Lazima ujue istilahi ya vitu, ujue na sheria za vitu na kanuni. Ukisoma hayo huwezi kumkufurisha mtu wewe. Huwezi kabisa kumwambia mtu huyu ni kafir ama ni mushrik ama ni huyu amefanya kufri, kwa sababu utajua huyu amezungumza kwa mujibu wa lughatan ama wa sheria. Kuna shekhe hapa alifanya kama haya yanayofanana, yani huyu shekhe mimi siwezi kuacha haya mambo. Umeona huyu shekhe hapa pahala katika msikiti pana mufti wetu wa Tanzania, Mungu ampe afya na muongoze katika njia sawa pamoja na sisi vile vile. Ukimwacha mufti pana shekhe mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Walidi yule pale, naye Mwenyezi Mungu ampe afya njema na muongoze katika msara sawa pamoja na sisi. Kisha kuna shekhe mwingine ambaye ndo huyu atayasema haya maneno. Maneno kama haya yanawapa nguvu watu wengine, kumbe tuweza kusema na sisi chochote tu, ili mradi tu tumtakase Samia apate kura tu aende. Jamaa nyinyi mko misikitini, jamaa nyinyi mwaichafua dini, jamaa ndio vijana hawa wanaiga. Sikiza maana nasemaje. Na mimi hata unizuia Mheshimiwa Mufti nikisema kwamba nawaagiza malaika wote wa mikoa yote Tanzania, lakini na majini wote Tanzania wamuombee Mama Samia Suluhu Hassan. Yaani watu wamekaa hapa wanacheka. Shekhe alizungumza akasema kwamba yeye anawaagiza malaika. Tukasema kule kuwaagiza malaika, kusema kwa maneno kwamba nawaagiza malaika, hiyo si katika kufuru. Kwa sababu gani? Kwa sababu hadithi iliyopokewa na al-Imam Muslim na pia iko katika riwaya ya pili, lakini sisi tutasoma riwaya ya Muslim, ya Imam Muslim, hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipozungumza masala ya Muislamu kumuombea ndugu yake Muislamu dua wakati yule nduguye hayuko pahali pale. Maelezo ya hii hadithi tutaisoma. Maelezo haya ndiyo tutasimama na hoja ya yule shekhe kusema anawaagiza malaika. Tutasimama na hii hoja na tusikilize hadithi inasemaje. Hadithi hii inasema hivi: Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi, asema bidhahri alghaibi. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallama, hakuna mwenye kufanya jambo kama hilo ama mwenye kumwombea ndugu yake dua na ikiwa yule ndugu hayuko, isipokuwa anasema qala almalak, huwa anasema yule malaika. Kuna malaika ambao kwamba anakuwa katika kichwa cha yule mwenye kuomba dua. Malaika kama yule ameagizwa na Allah subhanahu wa ta'ala awe hapo, akisema yule malaika, walaka bimithli ma da'awta bihi li akhika, na wewe Allah akupe yale ambayo kwamba umemwombea nduguyo, Allah akupe pia wewe. Sawa? Na katika riwaya nyingine anasema yule malaika hujibu akisema amin, huitikia amin. Kisha akasema na wewe Allah akupe kama yale uliyomwombea mwenzio. Hadithi hii inatuambia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala tayari ameshawaagiza malaika wawe wapo juu ya vichwa vyetu pindi tunapowaombea ndugu zetu dua, na dua za kheri tunapowaombea, basi wale malaika kazi yao ni kuitikia ile amin na kutuombea sisi dua kwamba na Allah nasi atupe yale tuliowaombea ndugu zetu, ama atupe yaliyo kheri
katika yale tuliombea wale ndugu zetu. Ikiwa dua hiyo ni dua ya kheri ya kumwombea Mama Samia, tayari malaika walishaagizwa na Allah. Shekhe alisema nawaagiza malaika, umefahamu nawaagiza malaika. Yale maneno aliyosema shekhe kwa mujibu wa hadithi si maneno ya kufuru, kwa sababu katika hadithi Mtume SAW anasema malaika tayari walishaagizwa na wako juu ya vichwa vyenu, endapo tu mnapoombea ndugu zenu dua, na wao tayari wanawaitikia dua zile na kuwaombea na nyinyi. Kwa hiyo tayari wao wanaitikia zile dua na kuendelea kuomba, japo shekhe alisema nawaagiza kisha akaomba na dua. Kwa hiyo na maana maneno hayo yamejengwa na hadithi hii ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Hakuna utofauti wala hakuna kufuri yoyote wala makosa yote shekhe aliposema na waagiza malaika. Umefahamu? Suala lioko ni kwamba kulingamana na hadithi, malaika tayari wako katika maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kutuitikilia dua zetu na kusikiliza maombi yetu tunayoyaomba. Maombi yetu sisi ni kutaka Mama Samia aweze kushinda katika uchaguzi, arudi mamlakani. Basi malaika ikiwa wanaona jambo hilo ni jambo la kheri, na wao wanalikubali na wanatuombea kheri na wanaitikia amin, kwa mujibu wa hadithi, malaika tayari wako ndani ya hilo agizo. Hapa ndio pahala nataka sasa tuanze kupazingatia. Shekhe ashaekewa chai ya maziwa, kuna nzi amekuja ameingia ndani ya chai ya maziwa. Shekhe atafanya nini baada ya nzi kuingia katika chai ya maziwa? Tuende taratibu. Alinikosesha raha. Kaja akaambia mwalimu, kuna mgeni kwenye kikombe humu. Akashangaa, akaambia ustadhi, wewe si ndio umesomesha hadithi ipo katika Bulughul Marami? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema idha waqa'a zubabu fi ina'i ahadikum falyakhmisha fa inna laha janahatani. Umeniambia mwenye katika Bulughul Marami Mtume anasema akiingia nzi katika kikombe chenye kinywaji cha mmoja wenu akaanguka, mzamishe, kwa sababu nzi ana mbawa ngapi? 2. Moja ina sumu lakini nyingine ina dawa ya sumu ile, na ujanja wa nzi akishindwa akitaka kuanguka uangukia ule ubao wenye sumu ili yauwe watu. Sasa wewe kama unajua hadithi hii, Mtume anasema mzamishe ili na ule ubao wenye dawa uingie, azame kabisa, iondoke ile sumu. Sasa umenifundisha hadithi hiyo ustadhi au? Huyu mwanafunzi mashaallah ni mwanafunzi mzuri sana, ana kumbukumbu vizuri sana, na kaitumia elimu yake pahala palipotakiwa aitumia elimu yake kumkumbusha mwalimu. Wakati mwingine mwalimu hughafilika. Kwa hivyo mwanafunzi, unapoona mwalimu amekwenda kombo kidogo, tumia nafasi hiyo kumkumbusha mwalimu, naye ni binadamu vile vile. Haya mwalimu, baada ya kukumbushwa ikawaje? Hapa ndio pahala muhimu. Mbona uzamishi? Nikamwambia wewe usinichekeshe wale mbwa wa Kiswahaba. Sikiza vizuri haya maneno ambayo nayatamka sasa hivi. Nikamwambia wewe usinichekeshe wale mbwa wa Kiswahaba. Nzi wale wake, nzi wa baraka wale, yani wale nzi aliyowazungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam, akiingia katika chombo mdidimize kisha umtoe. Wale walikuwa ni nzi wa kisahaba, wana baraka zao wale. Hawa nzi tuliokuwa nao sasa wamekosa baraka, mbawa zote 2 sumu. Maneno haya ni maneno subhanallah. Sasa wamekosa baraka, mbawa zote 2 sumu. Mbawa zote 2 sumu. Nikimzamisha ndo nakoleza. Alicheka kama mnavyocheka nyie. Wallahi haya si maneno ya kucheka. Kama kuna watu walicheka, haya si maneno ya kucheka. Haya ni maneno ya kumtoa Muislamu machozi ya damu. Kwa nini? Kwa sababu hapa tuna hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inasema mbawa ziko 2, upande mmoja una maradhi, upande mmoja una dawa. Kwa hivyo huyu nzi mdidimize ili asikuachie maradhi. Anakuja Muislamu wala sio kafiri, Muislamu anayeonekana ni shekhe, anategemewa anuwafaishe watu, anapingana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tuingie mada ya mwisho ya Sheikh Walidi, lakini kwa kuielezea haraka haraka, aliingia nzi katika kikombe chake cha chai na akashindwa kunywa, na mwanafunzi wake akamwambia mdidimize kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha baadaye umtoe unywe.
Sheikh Walid akasema siwezi kufanya hivyo kwa sababu huyu nzi ni tofauti na wale manzi wa masahaba. Huyu Sheikh Walid amezungumza hivyo. Suala litakuja pale pale tuliposema, je, Sheikh Walid alipozungumza hivyo alizungumza kwa makusudio gani? Alivyokusudia, alikusudia nini? Alikusudia ni kweli kisheria na ni kweli katika hukumu za kisheria za ile hadithi, ni kweli kwamba hadithi ile mtume alikusudia manzi wanaoishi katika zama za masahaba na mainzi watakao kuja akhiru zamani watakuwa tofauti? Sheikh Walid alikusudia nini? Yale maneno ya Sheikh Walid yalikuwa ni maneno ya kilugha tu. Manake mathalan tuseme Sheikh Walid mwenyewe amekirihishwa na ile chai, akasema hii chai mimi sijaipenda, ishaingia inzi hapa tu, ama labda atakuwa na makusudio yote yale na sababu zake mwenyewe za kibinafsi. Sheikh Walid akatumia ile lughatan, maneno ya kilugha tu, sio maneno kwamba amezungumza kisheria na kielimu. Hapana, Sheikh Walid hakuzungumza kielimu wala kisheria, amezungumza kilugha tu. Henda ikawa mwenyewe amekirihishwa na chai, ama henda ikawa amekusudia mazingira, ama henda ikawa alivyoona kile kitendo kikambadilisha hali yake. Umefahamu akasema neno ambalo kwamba sio kusudio la kisheria kumwambia mwanafunzi wake lile jambo lilipate kupita. Na hilo huwalipo katika watu hufanya mambo hayo, na wanazuoni wengi washafanya masala kama hayo. Yani ukazungumza neno wewe ambalo neno lile linaonekana wazi dhahiri ya lile neno liko kinyume na aya ama liko kinyume na hadithi, lakini kumbe wewe lengo lako wataka kuwachukua wale watu kuwatoa katika ile wizani kuwapeleka kwenye wizani wengine.